Wow, jina la Bwana libarikiwe. Ni furaha iliyoje tena mbele za uso wako, mpenzi mtazamaji wa WRM TV na wa social media mbalimbali. Mungu akubariki sana. Mimi ni Prophet Suguye. Wakati huu mahali hapa nikiwa hapa Kivule Matembele ya pili, kipekee kabisa nayo furaha kukuambia kwamba ibada ya Jumapili ya kesho ya tarehe 8 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 so ibada ya kukosa kabisa. Yako matukio ambayo Mungu anakwenda kuyatenda ambayo si ya kawaida. Matukio hayo yatahusishwa na wewe kupewa maji yaliyo hai bure, maji yaliyo hai bure. Na hapa ndipo mahali ambapo ningetamani kuwekea vizuri upate kuelewa, kwa sababu mara baada ya kupewa hayo maji kuna maelekezo ambayo nitakwenda kuyatoa kwa ajili yako, jinsi ya kwenda kuyatumia maji hayo. Lakini maji hayo ni maji ya aina gani? Nimekwambia ni maji yaliyo hai. Maji yaliyo hai ni nini? Je, ni Kristo Yesu mwenyewe? Ni Roho Mtakatifu? Ni Mungu? Kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili inasema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mstari wa 3, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Maandiko yanasema wakati Mungu anaumba mbingu na nchi, Biblia inaweka wazi kabisa kwamba nchi ilikuwa ukiwa, tena ilikuwa ni utupu, haina kitu. Na maandiko yanaeleza kwamba giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Giza lilitanda katika uso wa maji. Kuna hiki kitu ambacho kinakuchanganya sana wakati mwingine na ukijui. Unaweza ukawa muamini kwa dini yako, unasema una Mungu, ni sawa kabisa, unasema una Roho wa Mungu, ni sawa kabisa, lakini mambo mengi unayoyafanya yapo kwenye giza, na Roho ni kama ametulia, Mungu kama ametulia. Kwa nini Roho ametulia au Mungu ametulia? Kwa sababu kuna kitu unamisi, kuna kitu unakosa. Giza linamwakilisha Shetani, giza ni Ibilisi, na Roho wa Mungu anasimama kama mjumbe wa nuru, anasimama kama nafsi ya tatu ya Mungu. Giza juu ya uso wa maji, Roho wa Mungu juu ya uso wa maji. Na Mungu alipoona Roho yake iko juu ya uso wa maji, maandiko yanasema Mungu akafunua kinywa, Mungu akasema, akijua mahali ambapo Roho wake yupo hata kama kuna giza litaondoka. Mungu akasema kuwe na nuru, nuru ikatokea. Sasa nuru imetokea kwa sababu Mungu aliona katikati ya giza Roho wake yupo. Inawezekana kabisa unafanya biashara katikati ya giza na Mungu unaye, lakini mambo yako hayaendi. Unajua umeomba mara ngapi, unajua umetumia vifaa vya kiroho mara ngapi, unajua umezunguka makanisa mangapi, huduma ngapi, unajua umekwenda kwa waganga wa kienyeji wangapi, lakini kuna neno moja Mungu amenituma nikwambie kwamba kesho nitakupa maji yaliyo hai ambayo Roho wa Mungu yuko juu yake. Katika haya maji yaliyo hai, na katika maji haya yaliyo hai ambayo Roho wa Mungu yuko juu yake, kuna maneno ambayo nitakuelekeza wazi wazi, kinaga ubaga, ya kwenda kuyatumia, ya kwenda kuyatamka wakati maji unayatumia. Iwe ni ofisini kwako, iwe kwenye biashara yako, iwe kwenye ndoa yako, iwe kwenye nyumba yako. Nataka uamini kile ambacho prophet anakisema. Mungu amenipa neema ajabu kwa ajili yako. Kesho njoo na kifaa chako cha kubebea maji. Maji haya utayapata bure. Kikubwa zaidi, wakati nimesema madhabahuni, nitakupa maelekezo namna gani wa kutumia haya maji. Saa hizi yatakuwa katika utakaso. Usiku wa leo niko hapa, bati galoni ya maji haya yatakuwa kwenye utakaso. Haya maji yatakuwa kwenye utakaso, malaika watayagusa. Yamefunguliwa kibinadamu, yamehudumiwa kibinadamu, lakini malaika watayagusa maji haya kwa ajili yako. Yani usiku wa leo tu, na kisha utakapoyachukua yatakuwa ni mengine. Alafu kuna maneno ambayo nitakwambia ya kwenda kuyatamka unapoenda kuyatumia. Kuna haja ya kusema na tukitaka kitokee. Mungu akasema kuwe na nuru. Roho wa Mungu akafanya muujiza saa ile ile katikati ya giza. Nuru ikatokea, giza likaondoka. Ninaona kuna giza litakwenda kuachia familia yako. Kuna giza litakwenda kuachia nyumba yako. Kuna giza la magonjwa, la mauti, la mafarakano litakwenda kuachia nyumba yako wakati umeyapata maji haya kesho. Haya yatakuwa ni ya tofauti kabisa, ya tofauti kabisa. Kwa sababu Mungu amenishuhudia na Roho wake Mungu amenishuhudia kwamba atakapokuwa ametulia juu ya uso wa maji,
mambo yatakwenda kutokea kwa ajili yako, na nitakwambia mambo gani ya kwenda kuyatamka. Kitabu cha Yohana mtakatifu sura ile ya waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari ule wa 9. Yohana 5:9 anasema, kisha wako watatu washuhudiao duniani. Wako watatu washuhudiao duniani, sio mbinguni, washuhudiao duniani. Anasema roho na maji na damu, watatu hawa wamepatana kwa habari moja. Watatu hawa wamepatana kwa habari moja. Anasema tukiupokea ushuhuda wa wanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi. Kuna watatu wako duniani na wamepatana kwa habari moja: kukusaidia mwanadamu, kukusaidia mtu wa Mungu, kukusamehe dhambi zako, kuponya magonjwa yako, kufufua maisha yako yaliyokufa. Watatu wao wanatajwa Roho Mtakatifu, yule ambaye tulimuona kwenye maji yametulia kwenye kitabu cha Mwanzo. Watatu wao anasema maji yaliyo hai, maji. Watatu wao inatajwa damu. Kwa hiyo duniani tuna maji, tuna damu, tuna roho. Tuna roho, tuna damu, tuna maji. Hivi vitu vitatu vimepatana kwa habari moja. Habari gani moja? Kumshuhudia Mungu katika matendo yake makuu. Mungu anayeponya, Mungu anayesamehe dhambi, Mungu anayeuisha, Mungu anayefungua, Mungu anayebariki, Mungu anayefufua. Hivi vitu vitatu vipo kwa ajili yako, na kesho ninapoenda kutoa maji yaliyo hai, shime wewe na familia yako, shime wewe na mke wako, shime wewe na mume wako, tukutane Kivule Matembele ya Pili hapa WRM. Na kesho maji haya na kwenda kuyatoa bila kipimo, bure kabisa. Gharama yako ni kufika Kivule Matembele ya Pili WRM. Mungu akubariki sana unapojiandaa majira haya kwa ajili ya ibada nzuri ambayo kesho tunakwenda kuwa nayo. Kitabu cha Yohana sura ya 4, Yohana mtakatifu sura ya 4, tuanzie mstari ule wa 10. Yesu akajibu akamwambia, kama ungelijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye naye angalikupa maji yaliyo hai. Ungalimuomba yeye naye angalikupa maji yaliyo hai, naye angalikupa maji yaliyo hai. Mpaka hapo anayekwenda kutoa maji yaliyo hai kesho sio Suguye, ni Yesu mwenyewe. Haya ni Yesu, maji yake anakwenda kutoa Yesu mwenyewe, maji yaliyo hai. Mimi ni mjumbe wake tu, na Yesu ndio maji yaliyo hai mwenyewe. Roho ndio maji yaliyo hai mwenyewe. Yakiingia kububujika ndani ya nyumba yako itabubujika furaha, itabubujika amani, itabubujika utajiri, itabubujika baraka, itabubujika kila aina ya neema. Tamani kufika uje kuchukua bubujiko la afya, bubujiko la baraka, bubujiko la mafanikio. Vyovyote vile iwavyo, Mungu atakusaidia, Mungu atakubariki, Mungu atakuinua. Na kukaribisha sana katika ibada hii iliyojaa baraka ya Bwana, na kukaribisha sana katika ibada iliyojaa nguvu ya Mungu. Na Mungu wa mbingu na nchi bila shaka yoyote atakuhudumia. Maji ni bure, bila gharama yoyote. Njoo na familia yako, njoo na nyumba yako, na maelekezo ya nini cha kwenda kutamka nitayatoa kesho, kwamba ukatamke nini unapoenda kutumia hiyo maji. Jinsi gani sasa unaweza kufika Kivule Matembele ya Pili, mpenzi mtazamaji wangu wa WRM TV na social media. Ukifika Banana Ukonga, unatokea mjini kati, Posta, Kariakoo, Mbagara, unatokea maeneo ya Kigamboni au Ubungo au Temeke, Masaki, fika Banana Ukonga. Ukifika Banana Ukonga pale mbele ya airport, ukifika pale ulizia daladala au magari yanayoelekea Kivule Matembele ya Pili au Flame 10. Mwambie konda naenda kwa Nabii Suguye. Kama ni mara ya kwanza kufika mahali hapa, basi konda atakuleta mpaka WRM pale kabisa, maana kanisa lilipo ndipo ambapo magari usimama hapo, ndipo kuna kituo hapo. Utashuka hapo na utafia kabisa kanisani, wala si mbali. Mungu akubariki sana na kutegemea sana kukuona mkazi wa Zanzibar, mkazi wa Kibaha, Morogoro, Tanga. Bado nafasi ingalipo. Dodoma una uwezo wa kuwahi kabisa. Ndiyo, unaposikia sauti hii, fanya maamuzi, piga moyo konde. Ibada ni kesho asubuhi kuanzia saa 1 na itakwenda mpaka jioni saa 1 mpaka saa 6, alafu inaanza nyingine saa 7 na kuendelea. Na hiyo ibada ni ya kupewa maji yaliyo hai bure. Usikubali kabisa kufa na changamoto yako. Usikubali kabisa
kukaa bila uzao, usikubali kukaa bila ndoa, bila kuolewa, usikubali kabisa kukaa na magonjwa hayo, usikubali kuteseka. Kataa kuteseka. Yesu anakuita, njoo chukue maji yaliyo hai kwa ajili ya baraka, uponyaji, kufunguliwa. Kumbuka unabii wako Mungu amenipa. Bye bye kwa sasa, na Mungu akubariki. Tukutane mapema Kivule Matembele ya Pili. Chao.